Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Sasa Marekani imelegeza vikwazo kwa muda na imeruhusu biashara ya mafuta ya Iran hadi Agosti 21, 2026. Taarifa inaeleza Wizara ya Fedha ya Marekani kupitia ofisi ya kudhibiti mali za kigeni OFAC imetoa leseni ya jumla General License inayoruhusu kwa muda shughuli zinazohusiana na uzalishaji, usafirishaji na uuzaji wa mafuta ghafi, bidhaa za petrokemikali na bidhaa nyingine za mafuta zenye asili ya Iran hadi Agosti 21, 2026. Kwa mujibu wa hati hiyo rasmi, miamala yote muhimu inayohusiana na uzalishaji, uuzaji, usafirishaji na upakuaji wa mafuta ya Iran itaruhusiwa kufanyika katika kipindi hicho, ikiwa ni pamoja na huduma za meli kama kutia nanga, usimamizi wa meli, bima, matengenezo ya dharura na hatua za kulinda mazingira. Hatua hiyo inakuja huku Marekani na Iran zikionekana kupiga hatua katika mazungumzo yao, ambapo mjumbe mkuu wa Iran Mohammad Bagheri Ghalibafu amesema kuwa pande hizo zimefikia makubaliano ya kuachiliwa kwa dola bilioni 12 za Iran zilizokuwa zimezuiwa. Naye Rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran imekubali kuruhusu ukaguzi wa kimataifa wa shughuli zake za nyuklia, huku akieleza kuwa sehemu ya fedha zitakazoachiliwa zitatumika kununua bidhaa za kilimo kutoka Marekani. Leseni hiyo ya muda inaashiria kulegezwa kwa baadhi ya vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran, ingawa vikwazo vingine vinaendelea kubaki katika maeneo mengine. Moja kati ya hatua kubwa iliyofikiwa kati ya Marekani pamoja na Irani ni hii ya Marekani kulegeza vikwazo kwa muda na kuruhusu biashara ya mafuta dhidi ya Irani hadi Agosti 21, 2026. Na Wizara ya Fedha Marekani kupitia ofisi ya kudhibiti mali za kigeni OFAC imeamua kutoa leseni ili kuruhusu biashara, uzalishaji, kila aina ya kitu ambacho kinahusiana na masuala ya mafuta ya Irani kiachiliwe huru kabisa hadi Agosti 21. Ni hatua kubwa na hatua ambayo itakwenda kuirejesha Irani kwenye ramani ya masoko ya dunia, kwa sababu kwa kipindi kirefu ilikuwa ikiishi katika vikwazo kiasi ambacho mafuta yake mengi yalikuwa yanakwenda Asia, yani Uchina na India pekee, lakini maeneo mengine Irani ilikuwa haina ile access ya kuweza kufanya biashara mafuta na nchi nyinginezo duniani. Sasa kwa hatua hii hadi kufikia Agosti 21, ina maana kwamba Irani itakuwa kuna namna ambayo imepatikana kwao ya favor ya kufanya biashara kutokana na hatua za Marekani kuachilia baadhi ya vikwazo ambavyo vilikuwa vimewekwa hapo awali. Na Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba Irani imekubali kuruhusu ukaguzi wa kimataifa wa shughuli zake za nyuklia. Hapa nazungumzia vituo vyake vya nyuklia vilivyopo huko nchini Irani. Ana vituo vitatu vikubwa ambapo ni Natanz, Fordo pamoja na Isfahan. Ina maana Irani sasa inakwenda kuruhusu hatua zaidi za shirika la kimataifa la atomiki duniani IAEA kuruhusiwa kufanya ukaguzi wa vituo vya nyuklia vya Irani nchini Irani. Basi kwa taarifa zaidi mtazamaji wetu, endelea kuungana nasi. Leo hii nitakujuza yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa kwa undani na kinagaubaga. Kama bado hujaweza kuungana nasi, na kuombe uweze kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.